Na kuja Kakonko napata taarifa hii. Kasema wilaya kwenu jirani hapo miaka 7 hawajawa na tukio kama hili. Kwa hiyo mimi nataka niungane na mwenyekiti wa chama na mkuu wa mkoa kuwaomba Watanzania wenzangu wa dini zote, amri 10 za Mungu, Waislamu wanakatazwa kuua. Amri 10 za Mungu, wa Kristo tunakatazwa kuua. Hivyo ni kosa gani hilo kubwa lililotisha mpaka unaona hakuna adhabu inayostahili? Ni kuondoa roho ya mtu. Tuache jamaa, tuache. Wote hapa siku moja tutakufa, lakini tufe katika njia ambayo Mungu katuwekea, sio kama hii. Kwa hiyo nawapeni pole familia. Hapa pole familia. Tangu tupokee taarifa hiyo, jeshi la polisi tuliwapa maelekezo, hawajalala. Wanaendelea kufanya upelelezi ili kuhakikisha yeyote aliyehusika anachukuliwa hatua zinazofanana na uhalifu aliyoutenda. Na kwa hili hatutarudi nyuma, ili wananchi wetu wajue kwamba tunatakiwa kuishi kwa njia ya amani, lakini pia serikali ina mkono mrefu na haitaweza kumfumbia macho mtu yeyote anayetenda uhalifu. Tunataka Kakonko iliyo salama, ambayo haina matishio ya uhalifu, na ambayo watu wake wanaweza kutoka na kwenda kokote bila ya kuwa na hofu ya kuvunjiwa nyumba, kudhuliwa njiani, kubakwa au kitu kingine chochote ambacho kinaweza kukwamisha maendeleo ya wilaya yetu. Na ningependa kutumia nafasi hii kuwapa pole sana familia ya ndugu Mpemba, lakini na wananchi wote wa kata ya Kiziguzigu. Poleni sana. Niseme jambo moja tu kwa wananchi wa wilaya ya Kakonko. Mheshimiwa Waziri, baadhi ya wananchi wetu ndani ya wilaya ya Kakonko kwa kweli wameshindwa kutofautisha ni aina gani ya adhabu unaweza kumpa mtu akikukosea. Baadhi kwa kweli wanajichukulia sheria mkononi, kitu ambacho hakipaswi kwa ulimwengu wa sasa. Baadhi ya ndugu zetu hawa, ukiwaibia shilingi 100, wenyewe adhabu wanaokurudishia ni ya kukupiga mpaka ufe. Ukichukua sehemu kidogo ya shamba lake, zawadi anakupatia ni kukupiga mpaka ufe. Kitu chochote ambacho wakitendewa watu hawa, wanashindwa kabisa kutofautisha ni aina gani ya adhabu unaweza kumpatia mwenzako. Na ningependa tu kutumia nafasi hii kuwaomba sana ndugu zangu, hii tabia ya kuchukua kujichukulia sheria mkononi tungeiacha. Viko vyombo vya kisheria vinaweza kutumika na kuweza kutatua changamoto ambayo tunayo. Niombe sana kwa sababu matukio kama haya imekuwa yakijirudia ndani ya wilaya. Ningependa sasa yaweze kukoma. Yoyote ambaye anashiriki kwa namna moja au nyingine, tukipata taarifa kwa sababu ya kufikiria kuja kupata uongozi na tukamjua alikuwa na baadhi ya wale watu, nafasi kwenye Chama cha Mapinduzi yapate nafasi. Na wahakikishia kabisa kama kuna kambinu kalikotumika, na sisi tunafahamu ni kiongozi wa kwetu aliyepitia Chama cha Mapinduzi. Yeye katika kupata kwake udiwani alipitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kama kuna kambinu mbinu kokote kwa kambako kanatumika, yeyote ambaye anafikiria atakuwa amehusika kwetu asahau. Ndugu zangu, natoa hizi salamu kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa. Ninaye mtendaji wangu mkuu,
naye anasikia. Tunaye mwenyekiti wa wilaya, naye anasikia. Kwa hiyo tusifikirie kwenda kufanya kazi ya uhalifu wa kuwadhuru watu kwa sababu ya vyeo vyetu. Hata kama utapata nafasi yake, wewe utaishi miaka mingapi? Utachukua nafasi yake, utakufa. Nani atakayebaki katika dunia hii? Tunafikiria kwenda kumtoa mtu roho, hata kama amesema mheshimiwa mkuu wa wilaya uwizi au chochote. Kwa nini usiende kwa vyombo vya sheria? Kwa nini usiende katika nia suluhu? Unamtoa roho hata kwa mamilioni. Wewe una mamlaka ya kumtoa mtu roho, ndugu zanguni. Haya ni mambo ya kupita katika dunia hii. Ni kitu ambacho kimenichukiza kama chama kwa kweli sana sana sana. Wengi nafahamu ni wanachama na wengine sio wanachama. Lakini mambo haya ni mambo ya kupita. Hakuna mtu atakaye katika uongozi milele. Ndugu zanguni, mimi nawaambia kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa wilaya, hiki kitu kisijirudie, ni fedheha. Naomba kama mheshimiwa waziri ulivyoelekeza pamoja na mwenyekiti wa chama mkoa watusaidie kama serikali tujue aina ya kifo cha baba yetu, aina ya kifo cha mpendwa wetu. Imetuumiza sana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.